Maaskofu wa kanisa Katoliki na Protestanti nchini DRC wanaendelea na juhudi zao za kutafuta amani katika eneo la mashariki mwa Kongo linalokumbwa na mzozo. Hivi karibuni walikutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni baada ya kukutana na rais wa Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Nimezungumza na Marcel Saila, ni mchambuzi anayefuatilia mzozo wa Kongo, na nimetaka kujua mtazamo wake kuhusu juhudi za viongozi hao wa kidini. Kwa kusema kweli, mimi nafikiria tumejaribu njia nyingi na bado tunarudi pale pale, lakini vile mimi naangalia hii mzozo inaendelea huko nchi Kongo, inatakiwa tuchukue njia nyingine na mawazo mengine ili tupate majibu ya kuvunja hii cycle ya hali mbaya inaendelea kwa nchi Kongo. Kwangu mimi naona kwamba wa padre, wa askofu, wa senko na wa wachungaji wa ECC wametengeneza process inaweza kuweka Wakongo wote pamoja, na pia naweza kusema hata wadui au kila mtu ambaye anaweza kuzungumzia shughuli mzozo inaendelea nchi Kongo. Mimi nadhani kwangu wanafanya vizuri. Kuna juhudi zinafanyika za kikanda, kuna upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna SADC, lakini vile vile kuna mpatanishi ambaye anajulikana na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Vile vile waliongezwa marais wastaafu Obasanjo wa Nigeria na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia. Unadhani hawa pengine wakishirikiana, hawa wachungaji na maaskofu wa kanisa Katoliki, juhudi za kupatanisha pande zinazogombana DRC zinaweza kufanikiwa? Inawezekana, lakini sijui kama unakumbuka rais wa Nigeria zamani Obasanjo tayari alikuja kusimamia shughuli inaendelea kwa nchi Kongo. Lakini Kongo mingi kwangu nafikiria tukiweza kupata, naweza kutoa kama mfano hivi, rais mstaafu rais Kikwete, kwa vile yeye yuko nje, nafikiria kwamba inaweza kusaidia, kwanza kwa sababu kwa ujirani na nchi Kongo na Kenya na Uganda, na kwa vile pia rais Kikwete ana experience na expertise kwa vile alikuwa rais wa Tanzania kwa 2 terms. Mimi nadhani mtu kama yeye angeweza kuwaleta wote pamoja, kwa sababu pia anajua historia ya nchi zote hizo, Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda. Inabidi kuchukua mtu anajua region ya Great Lakes kwa ndani ili tupate majibu mazuri. Ni Marcel Saila akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Harrison Kamau, kufikia sasa bado habari kuhusu mkutano wa wiki iliyopita kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, mkutano ambao uligubikwa na majibizano makali, bado watu wanatizama mwelekeo sasa ni wapi, hasa Russia. Na kama ambavyo umesikia pia kwenye habari zetu ni kwamba Russia ni kama wanasema wengi walifurahishwa na mkutano huo. Bila shaka upande wa Russia umefurahishwa, lakini sasa Russia wanatizama, je, huu msukumo wa Rais Trump kuhusu kutafuta suluhu kwa mzozo wa Ukraine unaelekea wapi? Hii ni ripoti wewe umeisoma, imeandaliwa na huyu Elizabeth Chernev kutoka kule Moscow. Kufuatia miaka kadhaa mivutano na Washington ni juu ya misaada yake ya kijeshi kwa Kiev, wengi huko Moscow wanaangalia kwa furaha isiyofichika juu ya mpasuko kati ya Marekani na Ukraine uliojitokeza wiki iliyopita katika ofisi ya rais wa Marekani kati ya Trump na Zelensky. Vyombo vya habari vya Russia viliuita mkutano huo kuwa janga na kudhalilishwa kwa rais wa Ukraine. Kremlin inasema ipo tayari kwa amani, lakini inashutumu Ukraine na mataifa ya Ulaya kwa kufanya kazi kuendeleza vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameshambulia pendekezo la kupeleka walinda amani wa Ulaya kwenye ardhi ya Ukraine. Trump anaelewa kila kitu. Alisema kuwa ni mapema mno kuzungumzia maelewano. Unaweza kulijadili swala hili, lakini utahitaji ridhaa ya pande zote. Ana tabia njema, lakini watu hawa, yani mataifa ya EU, wanaupenda mpango wa kupeleka walinda amani nchini Ukraine. Ni sawa na kuchochea utawala wa Kiev kuendeleza vita dhidi yetu. Baadhi wanaona pendekezo la amani la Kremlin
kama ushindi kwa Russia na kujisalimisha kwa Ukraine. Moscow wants peace on Moscow's terms. Moscow inataka amani kwa masharti yake. Uchambuzi wangu na maoni yangu ni amani inayoruhusu Russia kutimiza malengo yake ili kuidhibiti Ukraine. Huo ndio mtazamo wa amani wa Russia. Ninahofia kwamba haitaweza kuridhiana na Ukraine inayotaka uhuru wake na Ulaya inayoamini kwamba nchi zinahitaji kuamua hatima yao. States should be able to choose their own destiny. Kuna baadhi ambao wanashuku kama kweli rais wa Russia Vladimir Putin anataka amani. Lucas Robinson ni kutoka taasisi ya masuala ya kimataifa. Putin really hasn't given much of an indication. Putin hajaonyesha ishara kwamba angependa vita vimalizike. Wakati vikosi vya Russia polepole vinasonga mbele upande wa mashariki, huenda Putin anajihisi kama anaweza kudumisha vita vya muda mrefu kinyume na Ukraine. More so than, Ukraine. Putin mwenyewe hajazungumzia majibizano makali ya wiki iliyopita kati ya Trump na Zelensky. Kremlin inasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na Trump baada ya hotuba yake ya Jumanne mbele ya bunge la Marekani. China Jumatano iliweka lengo lake la ukuaji wa uchumi kwa 5%. Idadi hiyo haijabadilika tangu mwaka jana licha ya changamoto za uchumi zinazoongezeka, ikiwa ni pamoja na mivutano ya kibiashara na Marekani. Mwandishi Bill Gallo kutoka Seoul, Korea Kusini, ameandaa ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Aida Isa. Kwenye kongamano kubwa la kisiasa linalofanyika kila mwaka nchini China, kulikuwa na onyesho la kujiamini licha ya changamoto zinazoongezeka za uchumi. Waziri Mkuu wa China Li Qiang alilenga ukuaji wa 5% ukiwa mojawapo ya uchumi unaokua kwa haraka sana duniani. Bwana King alisema, kiwango cha ukuaji kinatokana na uwezekano wa ukuaji wa uchumi na hali nzuri. Lakini licha ya matumaini hayo, China inakabiliwa na changamoto kubwa. Mzozo unaoendelea wa biashara ya nyumba umeacha bei za nyumba zikishuka na kuyaacha majengo matupu. Na sasa ushuru mpya uliowekwa na Marekani utaiathiri sekta ya mauzo ya nje ya China na kuongeza wasiwasi zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza maradufu kiwango cha ushuru kwa China ukilinganisha na alivyofanya katika awamu yake ya kwanza. Katika hotuba yake kwa bunge la Marekani, Rais Trump hakuonyesha kurudi nyuma kwa dhamira yake. Rais Trump alisema, Other countries have used tariffs against us for decades and now it's our turn to. Nchi nyingine zimetumia ushuru zaidi yetu kwa miongo kadhaa na sasa ni wakati wetu na sisi kutumia hatua kama hizo dhidi ya mataifa mengine. Wiki hii China iliweka ushuru kwa bidhaa za kilimo za Marekani, lakini wachambuzi waliita hatua hiyo si makubwa. Ili kukabiliana na ushuru, China imejaribu kuweka kipaumbele kwa matumizi ya ndani, lakini uchumi wake bado ni dhaifu. Mchambuzi Jean-Pierre Cabestan anasema, there is still overproduction in China, so exports are still needed by a lot of companies. Bado kuna uzalishaji mwingi China, kwa hiyo mauzo ya nje yanahitajiwa sana na makampuni mengi. Kwa hivyo ushuru uliowekwa na utawala wa Trump utakuwa na athari. Jinsi Beijing itakavyokabiliana na changamoto hizi itategemea iwapo kujiamini kwake kunaendana na ukweli wa mambo.